Hali gani mfuatiliaji mzuri wa ITV Digital, hapa ni mkoani Tabora na mimi ni Apollo Benjamin. Taarifa hii ni mwendelezo wa zuio lililotolewa na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora lililozuia mkutano wa Injili unaotarajiwa kufanyika mnamo Machi 19 hadi 22 mwaka huu, unaomhusisha kiongozi mmoja wa dini kutoka bara la Amerika Kaskazini, ambapo ametarajia kufanya mkutano huu hapa mkoani Tabora. Lakini baadaye sasa Baraza la Umoja wa Makanisa ya Kipentekosti wakadai kwamba zuio hilo ni batili na alikufuata misingi ya kisheria, wakiomba shughuli hiyo iweze kuendelea. Hapa tuko na mwanasheria msomi, wakili msomi Kanani Chombala. Shabaha kubwa ni kupata msingi wa kisheria juu ya jambo hili. Swali letu la kwanza ni kwamba kuna mwanya wa mamlaka, vyombo vya dola kuzuia jambo fulani wakihisi lina viashiria vya uvunjifu wa amani au maadili kwa sheria za nchi yetu kwa ujumla wake, kuanzia kwenye katiba na sheria zingine zote, na si Tanzania tu, lakini mataifa yote duniani. Serikali inapoongoza ina kitu kinachoitwa proactive. Proactive ni ile hatua ya serikali kuchukua hatua za kuzuia madhara kabla hajatokezea. Yaani ukiona kuna mtu ana viashiria vya kubaka mtoto, basi unafanya juhudi zote za kuzuia. Usisubirishie mtoto akabakwa halafu ndio mpeke mahakamani wakati mtoto umesha muathiri. Kwanza, kama TAKUKURU, sheria yao inasema ni sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa mantiki hiyo wana wajibu wa kuzuia jambo kabla halijatokezea. Hivyo kwenda kwenye polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, wakiwemo viongozi wa serikali kama vile wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, mawaziri na Mheshimiwa Rais. Kila mtu anao wajibu wa kuzuia jambo kabla halijatokezea. Ukienda kwenye sheria ya usimamizi wa, tunasema ni the Regional Administration Act, ni sheria sura namba 97 ambayo imefanywa marejeo mwaka 2023. Kifungu cha 5 kinaelezea mamlaka ya mkuu wa mkoa, kwamba mkuu wa mkoa ndiye kiongozi wa serikali katika mkoa husika. Anayo majukumu kama matano. Jukumu la kwanza ni kusimamia maendeleo. Jukumu la pili ni kusimamia masuala ya ulinzi na usalama. Anafanya vetting kwenye masuala yanayohusu masuala ya dini, kwa maana madhehebu, mashirika yasiyo ya kiserikali, makampuni na vikundi. Anasimamia kwamba taasisi hizi nilizotaja zisifanye uhalifu, zisipotoshe wala kufanya jambo ambalo lipo kinyume na sheria za nchi na maadili yetu. Ukienda kifungu cha 7, kifungu kidogo cha pili cha hii sheria ambayo nimesema sura namba 97, kinasema kabisa pale ambapo mkuu wa mkoa ataona jambo ambalo lina viashiria vya kiuhalifu, basi anayo mamlaka ya kuweza kumkamata mtu au kumzuia asifanye jambo husika. Where he believes anything can cause. Akiwa na imani tu kwamba hili nalitilia mashaka. Sasa unapotilia mashaka ni lazima uchukue hatua. Baada ya kuchukua hatua ndipo sasa taratibu zingine zikafuata, kipo ni kumhoji mhusika ama kuita polisi wakamhoji mtu mwenyewe na kadhalika. Na jambo la mwisho ni kwamba mamlaka ambayo, yani jambo lolote ambalo unalifanya kwa kuomba kibali kwenye mamlaka husika, mamlaka ile iliyokupa kibali inayo mamlaka pia ya kukisitisha muda wowote pale wanapohisi kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, kuna viashiria vya uvunjifu wa sheria, au kuna viashiria vinaweza visivunje sheria moja kwa moja, lakini vikawa vinakwenda kinyume na maadili, mila na desturi za Watanzania. Tukiona mambo hayo yapo, basi mkuu wa mkoa anayo mamlaka 100% ya kusitisha kibali alichokitoa. Na ndiyo maana tunapofanya pia matukio yetu tunaomba kibali. Sheria hii utekelezaji wake inazingatia misingi ipi? Misingi inayozingatiwa ni ile ya kawaida, kwamba ni misingi kwanza ya haki ya kusikilizwa. Haki ya kusikilizwa ni kwamba tayari kama kuna tuma ambazo zipo, maana yake mhusika ambaye alikuwa ameomba kibali, kabla hujawasilisha shughuli yake, lazima kwanza umhoji, umuite, umueleze na atoe maelezo yake ni namna gani yeye anavyoelewa jambo hivyo. Ikiwa sasa mkuu wa mkoa na kamati yake ya ulinzi na usalama hawataridhika na majibu yako, basi watasitisha kwanza shughuli husika ili kupisha uchunguzi zaidi.
ndicho wanachokifanya. Kwa hiyo lazima mtu afanyeje? Ahusishwe kwanza, na naye husishwa na yule mhusika. Nyinyi wanasheria bwana, mnakona kona nyingi sana, afu akti nini. Hebu tupe mifano hai. Wewe ni mwanasheria mkubwa hapa mkoani Tabora, tupe mifano hai ya matukio ya namna ambayo yalishawahi kuzuiwa yakihisiwa yana viashiria vya uvunjifu wa sheria, maadili na vitu vya namna hiyo. Tuanze na hapa Tanzania kwanza kabla kutoka nje ya Tanzania. Na nitakuwa mpana zaidi. Nakumbuka kati ya mwaka 2014-15 kulikuja mradi mmoja hapa nchini, na bahati nzuri sasa na mimi kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi kwenye NGO. Kwa tuletewa miradi hapa kutoka nje, na serikali ilikuwa imebariki katoa vibali tufanye hiyo kazi. Lakini kabla hata hatuja sign mkataba tukagundua kwamba ule mradi ulikuwa unaenda kinyume na maadili ya Kitanzania. Nadhani mlisikia, na NGO zilifungiwa. Nadhani ile ilikuja kubumburuka ikiwa iko Shinyanga. Baadhi ya watu walisaini, lakini ulikuwa ni mradi ambao ndani yake makaratasi yalionyesha ni mradi unaoonyesha ni mradi wa kuzuia unyanyasaji na ukatili dhidi ya watu walioathirika na virusi vya ukimwi. Lakini waliochukua ile mradi ndani yake wanakuta ni mradi wa mashoga, kusambaza viuatilifu vile mafuta na nini kwa ajili ya ushoga. Sasa ilipokwenda Shinyanga ikagundulika kwenye baraza la madiwani, waandishi wa habari wakairusha hewani na serikali ikawa imechukua hatua thabiti. Ndani kwa 2015 baada ya uchaguzi wa Mheshimiwa Magufuli mara ya kwanza. Lakini tukiangalia pia kwenye mifano mingine ni pale Arusha, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ilimsimamisha Pastor Ezekiel kuendesha shughuli zake, na nadhani ilikuwa tu ni masaa tu machache kabla ya tukio, baada ya kuonekana kwamba kuna viashiria pia vya uvunjivu wa sheria vilivyopo. Hao yamefanyika. Kwa hiyo yapo. Kwa hiyo na watu walitii, lakini walifanya uchunguzi wake, baadaye wakajiridhisha wakaona kweli sio sahihi, na baadaye waliruhusiwa kuendelea na shughuli zao. Na lakini pia kama labda unafanya tukio lako limezuiliwa na wewe unaamini kabisa kwamba uko sahihi, tunao sasa nafasi ya mwisho. Unakimbia mahakamani kuomba mahakama sasa kwanza izuie utekelezaji wa hilo agizo kwa muda, kwa sababu hapo kuna mchakato mrefu. Sasa haya mazuio ya vyombo ya viongozi wa kiserikali yana mchakato wake. Kesi yake huwezi ukaifungua moja kwa moja leo, yani ukaenda leo ukafungua leo, hapana. Lazima kwanza tuwe taarifa, kuna taratibu za kisheria ambazo ni ndefu zaidi. Sasa kabla hujafikia zile taratibu, sasa kwa tunasema unakwenda kuomba kitu kinaitwa Mareva Injunction. Sijui Kiswahili chake, wanasheria wenzangu huko watanisaidia, lakini Mareva Injunction ni kwamba ni zuio unaloomba mahakama itowe ili wewe ufanye shughuli yako, usizuiliwe jambo lako, wakati ukisubiri zile hatua za kisheria za mlolongo mrefu uzikamilishe. Sheria ile ya kuzuia inatumika. Yes, inazuia ile sheria, na mahakama inatoa agizo, na zile kesi unafungua kwa njia ya hati ya dharura. Ni kesi unafungua leo, kesi inasikilizwa. Na nyinyi mko tayari kulivalia njuga? Tuko tayari, yani hata leo wakitaka, mpaka kufikia saa 12 kesi ishafunguliwa, tushadumbukiza mahakamani, tunakimbiza kwa msajili na sajiliwa, na tunapata namba leo, na mambo yanaweza kaenda vizuri sana. Nimefanya kazi na mashirika ya Kimarekani, na hata kwenye masomo yangu nikiwa advanced form 5 na form 6 nilikuwa na walimu ambao ni wa Kimarekani. Wale watu wamefundishwa kitu kinaitwa kuzuia, yani preventive. Wakisikia tu hata king'ora tu kidogo, watu washakimbia kutoka pale. Mwanasheria msomi, kuna harama. Mtu ameandaa mkutano wake wa mamilioni ya fedha, unamzuia labda na baadaye mnafanya uchunguzi, unasema labda mmejiridhisha yuko sahihi kuendelea, unamrudisha aendelee kufanya mkutano, anatumia harama nyingine, anaanza kuhamasisha watu. Lakini kwa sababu wewe ni mwanasheria, niulize swali la kisheria kabisa, kuna mwanya wowote wa yule aliyezuiwa baadaye kwa bahati mbaya au nzuri ikaonekana kwamba hakuwa na hatia, akapata mwanya wa kumshtaki mzuiaji? Asante, ni kweli kabisa, gharama zinakuwa zipo na zimefanyika, na gharama hazikwepeki. Sheria inaruhusu, ikiwa ulizuiliwa na ukasababishiwa hasara, basi unaweza kuomba fidia. Lakini sasa ili uombe fidia ni lazima wewe ulete uthibitisho ufuatayo kwamba aliyekuzuia alikuwa na nia mbaya.
Yaani wakati anafanya hapakuwepo na kiashiria chochote. Wanasema hivi Kiingereza kwamba there was no any reasonable doubt. Hapakuwa na kiashiria chochote cha kufanya wewe uamini kwamba mimi natenda nini? Uhalifu. Shukuru sana mwanasheria. Asante sana. Asante sana. Hii ni ITV Digital na mimi ni Apollo Benjamin.